Niharibia, ushawahi kusikia? Hii tabia mmetoa wapi? Nendeni mlee hayo makanisa kivyenu, si yangu. That is not my character to my father. Nilimuita bishop awaombea, si ndio? Hayo ndio majibu kwa bishop. Hata babangu mwenyewe hamuheshimu. Nikaita babangu awabariki na ile neema aliyonibariki. Ni hivyo. Si hata mungeheshimu babangu tu. Kwangu mimi yeye ni dhahabu. Hamuoni akiwa mtu wa maana na ania. Heri mbasi ingekuwa kwangu basi. Lakini nikamuita hata babangu. Mtu asipige magoti please. Ukitaka tu hii maneno yaishie hapa, upige magoti. Usipige magoti. Mimi ninawauliza tu, nimekaaje na babangu? Kwa atawaongelesha wanawa baada ya ibada. Lakini jinsi nilivyowaambia makanisa hayo nimewaachia, kwa hakuna kitu ambacho nataka, nimewapa ruhusa. Nitawaongelesha wanawa baada ya that. Nimeumia kwa sababu ninawaona hapa na niliwaambia msije. Why do you come? I want to pray for them. Sababu wakati ambapo you disrespect your father, kweli ukienda kuwekelea huyo mshirika mkono, ni roho gani utamwekea? Nenda Maximum, utapata washirika wa New Life wako huko. Nenda New Life, washirika wa Maximum wako huko. Kuna mama ako pale aliniambia, aligoogle akaona babangu wa kiroho ni Bishop Mwiru, na Bishop Mwiru ashamuombea, akasema huyu mchungaji ni wa kweli na ametoka UK. Kilichosababisha akaniamini sio injili yangu mzuri, baba wa kiroho. Mukisema babako na unaenda kuwekelea mkono wale watu, unazaa watoto gani? Mbegu gani? Si ni hiyo mbegu? Careful, very careful, never to touch Samuel. Wakati wa mapito yako hatukujitokeza. Sisi kama wachungaji kuna mahali tumekosea. Kaambia wazazi wangu, hata mimi naomba msamaha, hamukunijua muda huo wote kwa familia. Hata nikawaambia mkija kwangu mrudi na nauli mliokuja nayo si nzuri, na waomba kwa heshima niwape nauli ya kurudi. Wakaniambia mtoto wetu tumekubariki. Hivyo ndivyo watu wanaishi.